Habari Mklazania popote pale ulipo, karibu sana kwenye Multipolar Vision. Jumapili murwa kabisa tunakutana hapa kwa ajili ya uchambuzi na yale ambayo huwa tunakuandalia kwa upande wa pili wa shilingi kuyazingatia na kuweza kuyasimulia kwa kina zaidi, kuyafikisha. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Jumapili ya leo yapo mengi ambayo yanaendelea kujiri na tumeapa nafasi kubwa ya kuyajadili, lakini vivyo hivyo kwa uchambuzi wa kina hii leo tutakuwa naye pia my brother Ochek Msuva kwa ajili ya kuliangalia hilo kiundani zaidi. Baadaye tutakuja kupiga mastori mengi sana hapa kwenye kuangazia uchambuzi ya kinifu. Lakini kwa hivi sasa pia Caroline Francis atatueleza masuala mengi, lakini katika yale ambayo tumekuandalia hii leo tutaangazia pia uchaguzi wa hivi karibuni nchini Benin na ushindi wa bwana Rodmuld, ambapo kimsingi tutakujuza pia ama tukijiuliza pia maswali mengi kama huu ni mwendelezo wa mfumo wa Patrice Talon au mwanzo pia wa mabadiliko mapya ya kisiasa katika taifa la Benin. Na katika mjadala huu pia tutachambua dhana ya urithishwaji wa madaraka unaodhibitiwa, lakini pia vile vile uwezo wa utawala mpya kukabiliana na changamoto za ndani kama ukosoaji wa kisiasa na usawa wa kiuchumi, pamoja pia na hatari ya mgogoro wa uhalali wa masuala ya mifumo katika nafasi ya kisiasa. Lakini pia vile vile tutaangazia nafasi ya Benin katika siasa za kikanda, unazungumzia ushawishi wake kwenye eneo kama la Sahel, uhusiano wake wa nchi pia wa za Sahel, unazungumzia Mali, Burkina Faso pamoja na Niger. Lakini vivyo hivyo pia utegemezi kwa magharibi na mwelekeo wa sera ya nje katika mazingira ya misukosuko ya Afrika Magharibi, katika kuliangazia hilo. Mimi ni Ali Kashmiri na hivi sasa pia tutaungana na Caroline Francis ambaye atatupitisha kwenye makala hii ya kwenye kuyaangazia haya yote masuala mtambuka ambayo nimekuangazia hapo mwanzo kwa ajili ya kuyafahamu mengi zaidi yaliyojiri Jumapili ya leo kupitia Multipolar Vision hapa Clouds TV, Clouds Digital. Mimi ni Ali Kashmiri, ninapo kuna jambo. Tuungane na Caroline Francis alafu tutarejea hapa. Asante sana Al Kashmir, na hii ni Multipolar Vision. Mwaka 2026 unaonekana kama kipindi cha mpito katika siasa za kimataifa. Kipindi ambacho hakipigi kelele kwa mapinduzi makubwa, bali kinazungumza kwa sauti ya chini kuhusu mabadiliko yanayochipuka kimya kimya kutoka Afrika Magharibi hadi Cuba ya Uajemi. Dunia inashuhudia mchanganyiko wa utulivu unaodhibitiwa, migogoro inayoendelea na juhudi za kidiplomasia zinazotafuta mwelekeo mpya. Tukianza kuitazama Benin na utulivu uliopangwa. Asubuhi ya uchaguzi April 2026 nchini Benin haikuwa na msisimko wa kawaida wa kisiasa. Hakukuwa na mvutano mkubwa mitaani wala mijadala mikali ya kampeni. Badala yake kulikuwa na hali ya utulivu uliobeba ujumbe mmoja. Matokeo yalikuwa karibu kujulikana kabla hata kura hazijahesabiwa. Ndani ya mazingira hayo, Romuald Wadagni alijitokeza kama mshindi, lakini ushindi wake haukuwa wa kawaida. Hakuwa tu mgombea, alikuwa mwendelezo wa mfumo ulioundwa na Patrice Talon. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Talon alijenga mfumo wa kisiasa uliounganisha ufanisi wa kiuchumi na udhibiti wa kisiasa. Mfumo huu uliweka mkazo kwenye nidhamu ya kifedha, uwekezaji na mageuzi ya taasisi, lakini pia uliweka vikwazo kwa upinzani na kupunguza ushindani wa kisiasa. Wadagni akiwa mmoja wa wabunifu wakuu wa sera hizo, aliingia kwenye uchaguzi si kama mbadala, bali kama mrithi wa moja kwa moja. Ushindi wake wa zaidi ya 94% ulikuwa ishara ya wazi kwamba wananchi au angalau mfumo uliopo ungechagua mwendelezo badala ya mabadiliko. Lakini nyuma ya ushindi huu kuna simulizi nyingine. Upinzani ulionekana dhaifu, ukikosa nguvu ya kuleta ushindani wa kweli. Paul Haupei alibaki kama jina pekee la upinzani, huku vyama vikubwa vikishindwa kushiriki kikamilifu. Hali hii ilionekana wazi zaidi katika uchaguzi wa bunge wa Januari 2026, ambapo hakuna hata kiti kimoja kilichokwenda kwa upinzani.
Mfumo ulikuwa umejijenga si tu kushinda uchaguzi, bali kuhakikisha hakuna ushindani wa maana. Hivyo simulizi ya Benin si ya ushindi pekee, ni hadithi ya mfumo uliofanikiwa kujihakikishia mwendelezo wake. Lakini swali linalobaki ni je, utulivu huu utaendelea kuwa nguvu ya taifa au utaendelea kuwa changamoto ya baadaye? Lakini kunani Afrika na Papa? Hapa tunatizama nguvu ya imani na siasa. April 2026 pia inaleta tukio jingine muhimu ambalo ni ziara ya Pope Leo wa 14 barani Afrika. Hii haikuwa tu safari ya kidini, bali ilikuwa ishara ya mabadiliko makubwa ya kimkakati ndani ya kanisa Katoliki. Kwa miaka mingi, Afrika imekuwa ikionekana kama eneo la pembeni katika siasa za dunia. Lakini sasa, kwa kasi ya ukuaji wa Wakristo, bara hili linageuka kuwa kitovu cha mustakabali wa kanisa. Kuanzia Algeria, Papa alitilia mkazo mazungumzo kati ya dini, hasa kati ya Ukristo na Uislamu. Hapa ujumbe ulikuwa wazi: dunia haiwezi kuwa salama bila maelewano ya kidini. Alipofika Kamerun, simulizi ilibadilika. Nchi hii imekumbwa na mgogoro wa ndani kwa miaka kadhaa. Lakini wakati wa ziara ya Papa, hata makundi ya waasi yalitangaza kusitisha mapigano kwa muda. Katika mji wa Bamenda, Papa alizungumza si kama kiongozi wa dini pekee, bali kama mpatanishi wa kisiasa. Angola na Equatorial Guinea, ujumbe wake ulilenga haki ya kiuchumi. Licha ya kuwa na rasilimali nyingi, nchi hizi bado zinakabiliwa na umasikini. Papa alikosoa vikali unyonyaji wa rasilimali na ukoloni mamboleo. Katika eneo la Masima, historia ilifufuka. Kumbukumbu za biashara ya watumwa zilileta uzito wa kihistoria. Papa alikiri makosa ya zamani na kuhimiza uwajibikaji. Simulizi ya ziara hii inaonyesha jambo moja muhimu: Afrika si tena pembezoni mwa dunia, ni eneo linaloamua mustakabali wa dini, siasa na hata maadili ya kimataifa. Hebu tugeukie huko Nigeria, vita visivyo na mwisho. Wakati sehemu nyingine za Afrika zikishuhudia diplomasia na utulivu, kaskazini mwa Nigeria hali ilikuwa tofauti kabisa. April 15, 2026, katika jimbo la Borno State, mashambulizi ya anga ililenga makundi ya Boko Haram na ISWAP. Lakini kama ilivyo mara nyingi katika vita ya kisiasa, mstari kati ya uadui na raia haukuwa wazi. Mashuhuda walieleza kuwa mamia ya watu waliuawa katika soko, watu wa kawaida waliokuwa wakijitafutia riziki. Serikali iliahidi uchunguzi, lakini tukio hili liliacha maswali mazito kuhusu mbinu za kupambana na ugaidi. Wakati huo huo, mashambulizi dhidi ya wanajeshi yanaendelea katika maeneo kama Kebbi State, yakionyesha kuwa makundi ya kigaidi bado yana nguvu. Simulizi ya Nigeria ni ngumu. Ni hadithi ya taifa linalopambana kulinda mipaka yake, lakini pia likipambana kulinda wananchi wake. Ni mapambano ya usalama dhidi ya haki za kibinadamu. Na katika hali hii, imani ya wananchi kwa serikali inaanza kuyumba. Kwa sababu katika vita hivi hakuna mshindi wa haraka, na gharama yake inalipwa na raia wa kawaida. Na sasa hebu tuangazie huko Cuba ya Uajemi, vita vinavyoathiri dunia. Mbali na Afrika, mvutano unaoendelea katika Persian Gulf, eneo ambalo limekuwa kitovu cha siasa za dunia kwa miongo kadhaa. Mvutano kati ya Iran na United States unaendelea kuongezeka. Matukio kama kukamatwa kwa meli yanaongeza hatari ya mgogoro mkubwa zaidi. Lakini safari hii hadithi si ya Kiajemi pekee. Nchi za Cuba kama Bahrain zinaanza kushuhudia maandamano ya wananchi wanaopinga uwepo wa majeshi ya kigeni. United Arab Emirates nayo inaanza kujiuliza gharama za utegemezi wake kwa washirika wa nje. Athari zinaenea duniani kote, huko Europe na Asia. Bei za nishati zinapanda na mfumuko wa bei unaongezeka, na hata ndani ya Marekani. Vita hivi vinageuka kuwa mjadala wa kisiasa kutokana na gharama zake kwa wananchi. Hii ni simulizi ya dunia inayounganishwa, ambapo tukio moja katika Cuba linaweza kubadilisha maisha ya watu elfu ya kilomita za mbali.
kutoka Benin hadi Nigeria, kutoka Afrika hadi Cuba ya Uajemi. Simulizi hizi zinatuonesha dunia inayotafuta usawa kati ya utulivu na mabadiliko. Baadhi ya mataifa yanachagua mwendelezo ili kulinda uthabiti. Mengine yanakabiliwa na migogoro inayohitaji suluhisho jipya. Na katika yote haya, nguvu za dini, siasa na uchumi zinaingiliana kwa njia mpya. Swali kubwa linabaki, je, dunia inaelekea kwenye enzi ya utulivu ulioimarishwa au tutashuhudia mwanzo wa mabadiliko makubwa zaidi yajayo? Hii ni Multipolar Vision. Mimi ni Caroline Francis, tukutane wakati mwingine. Asante sana Caroline Francis kwa kile ambacho hii leo umetusimulia kupitia makala ambayo imeangazia masuala mengi kupitia Multipolar Vision. Baada ya Caroline Francis kutupa masimulizi hayo, sasa tunarejea kwa ajili ya kupata uchambuzi yakinifu, na hapa pia ninaye miongoni mwa vijana waliojipambanua kwenye masuala mengi ikiwemo masuala pia ya uchambuzi kwa hiki ambacho hii leo tunakwenda kukiangazia nacho. My brother Ochek Msuva, karibu sana kwenye Multipolar. Asante sana Kashmir. Yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu, lakini tukiangazia uchaguzi huu wa Benin tunapata tafasiri halisi na pana, lakini ushindi wa Romuald unaonekana ni kama ushindi wa kupangwa, ama uchaguzi unaonekana kama ni uchaguzi ambao ni wa uhamisho wa kimadaraka chini ya Patrice Talon. Yes. Uhalisia wa hili jambo likoje kwa faida ya mwana Multipolar ambaye anatamani kufahamu kwenye masuala ya movement ya kimadaraka kutoka rais mmoja kuelekea mwingine? Kwanza ni vizuri tukakumbuka kwamba historia kidogo ya Benin. Benin ni nchi ambayo imekuwa ni koloni la Ufaransa. Na kwa miaka mingi imekuwa ina historia yake, ina utamaduni wa mbali kabisa kama zilivyo nchi nyingi za Afrika Magharibi. Na Talon tukumbuke pia kwamba ameingia kwenye uongozi mwaka 2016 kwenye uwanja wa siasa. Kabla hajaingia uwanja wa siasa, huyu Wadgan alikuwa ni msomi ambaye alisifika, amesoma masuala ya uchumi, fedha na mageuzi, na amefanya kazi Deloitte kama auditor, mkaguzi wa masuala ya fedha. Kwa hiyo alijichukulia umaarufu wa kutosha hapo. Sasa ukisema msingi wake, kwa nini naanza kwanza na huo msingi wa yeye ni nani, kwa sababu ndio unaojenga dhana kwa nini amekuja kapewa madaraka. Alivyoingia kama waziri wa fedha mwaka 2016, alijitwalia umaarufu mkubwa kwenye mageuzi ya mfumo wa kifedha na udhibiti. Na alikuwa sura ya Benin kwenye masuala ya kimataifa kwa maana ya World Bank, IMF. Kumbuka kwamba ametoka Deloitte, kwa hiyo kwa vyovyote vile alijitengenezea mtandao mkubwa wa kimataifa. Sasa tafsiri yake kisiasa ni nini? Mmoja, unaweza kusema kwamba huu ni uhamisho wa madaraka kutoka mwendelezo wa utawala wa Talon sio utawala mpya. Na unaweza ukasema kwamba kukubalika kwake kutatokana zaidi na matokeo ya utawala wake na sio mfumo wa ushindani wa kisiasa. Kwa sababu kwa wale wanaoelewa Benin kidogo, tutaelewa kwamba utawala wa Talon ulikuwa ni utawala wenye kudhibiti mifumo ya kisiasa na yeye kujilimbikizia huo utendaji kazi wa kila siku. Sasa kitakachotokea hapa itategemeana sana analeta matokeo gani. Kama Wadgan ataweza kuleta matokeo ambayo wananchi wa Benin wanayatarajia, Afrika na duniani kote ilivyo sasa, pengine kizazi kipya kilichopo kinaangalia sana matokeo kuliko kitu kingine. Na hii unaweza ukaiangalia kwenye nchi kama Singapore na kadhalika. Utagundua kwamba hata pale ambapo Gen Z walienda mtaani, sio kwamba walimrudisha Gen Z, walimrudisha mtu mzima kabisa anayeweza kuleta matokeo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba huu unaweza kuwa ni mwendelezo wa utawala wa Talon, lakini inaweza kuwa ni sura mpya na yenye matokeo mapya, na inaweza kuwa na reform zake, kwa sababu alionyesha kwamba ni mtu ambaye ni mwana mageuzi kwa maana ya taaluma yake. Sasa tutayaonaje mambo hayo baada ya kuwa rais? Nadhani tutarajie na kuona. Mimi naangalia yeye kwa mifano kama ni mtu mwenye ufanano na mtu kama Paul Kagame wa Rwanda, kwa maana ya utendaji kazi na aina ya kazi ambazo alizifanya. Unaenda kule Singapore na kwenye utakutana na rais amewahi kukaa mwenye sifa zinazofanana na za kwake. Ukienda Ufaransa, Macron na yeye ni technocrat.
ya tukisema technocrat tunamaanisha ni mtendaji. Kwa sifa sio mwanasiasa. Yeye siasa za ushindani za majukwani haziwezi. Kwa hiyo inaweza ikaleta sura tofauti ya Benin, lakini tunaweza tukatarajia mageuzi, lakini pengine yenye udhibiti fulani wa mifumo ya kisiasa kwa sababu ya urithi ule ambao wameutoa kwa Tolani. Kama ambavyo umezungumza kwamba kutoka kwenye urithi wa Patrice Tolani kuja kwa Wardgan, tunasema ni mifumo ama mfumo ni ule ule kama ulivyokuwepo kwa Tolani, isipokuwa sura imebadilika na kuja sura ya kiongozi mwingine. Sasa kwa Wardgan itawezekana pengine kuleta mabadiliko ndani ya mifumo ambayo Tolani mwanzoni alikuwa nayo kulingana na karakta yake ya utendaji kazi, kutoka alipotoka mpaka kuja kuwa kinara Benin kwenye kuifanya kuwa kubwa zaidi na ushiriki wa masuala ya kidiplomasia. Inawezekana. Kwanza inawezekana kwa maana ya kwamba pamoja na kwamba atakabiliana na upinzani mkubwa wa wale wafuasi wa Tolani, watataka aendeleze yale ambayo Tolani alikuwa anayafanya, lakini kwenye regime change au mabadiliko ya kiuongozi mara zote, yule anayeingia huwa anaingia na watu huwa wanampokea kulingana na alivyo. Sasa huyu tunamuelewa kutoka kwenye Wizara ya Fedha kama ni mtu mtendaji na mwenye matokeo. Kwa hiyo kwa vyovyote anaweza asibadilike sana kwa maana ya siasa zile za ushindani, lakini anaweza kabadilika sana kwenye masuala ya usimamizi wa fedha za umma na sera za masuala ya uchumi, kwa sababu ndilo eneo ambalo analiweza zaidi. Na kitakachoweza kutokea kama atatenda vyema hivyo, lazima itabadilisha mfumo wa siasa vile vile. Kwa sababu kwa vyote vile kama ukiweza kuendeleza mfumo wa uchumi kwa namna fulani, lazima mfumo wa siasa vile vile unaweza kubadilika. Wale ambao pengine hawakuwa watendaji sana, sio lazima waweze kuendana na kasi yake. Sasa kama watashindwa kuendana na kasi yake, kitatokea nini? Maana yake lazima mabadiliko halisi yawe yanatokea. Kwa hiyo ukisema atabaki na mfumo ule wa Tolani ama Wardgan atakuwa na mfumo wake, nitakwambia lazima kuwe na mabadiliko ya aina fulani, lakini lazima kutakuwa na mwendelezo wa aina fulani wa yale masuala ambayo yalikuwepo nyuma. Na hii ukiangalia duniani kote, tumeona Marekani Trump akijaribu kuibadilisha mifumo, lakini hajaweza kubadilisha mifumo yote. Kwa amebadilisha vile anavyoweza, lakini kuna vitu vitabaki tu kama vilivyo. Hata kama atakuja mdemokrat mwingine, maana sasa hizi anatawala mrepublican, bado atakuja kubakiza baadhi ya vitu. So na hiyo itatokea hata kwa Benin. Itategemeana sana na wanaomzunguka vile vile, wanamzunguka watu wa aina gani. Akibaki nao wale wa Tolani, lazima mambo kadha mengi ya Tolani yataendelea, lakini kwa nijuavyo siasa zozote za nchi yoyote, hawezi kubaki nao wale wote. Lazima atakuwa na watu wapya atakao waingiza, anaowaamini katika utendaji wao wa kazi. Sasa hawa lazima watataka kubadilisha na kusheki, kutikisa kidogo ile misingi. Inakuwaje hapo? Baadhi ya misingi lazima itikisike ili yeye akae kwenye kiti aenee vizuri. Sasa hapo lazima kutakuwa na mabadiliko ya aina fulani, lakini mwendelezo wa siasa zenye udhibiti lazima pengine utaendelea kuwepo. Asante sana my brother Ochek, huo mtazamo ambao umetupa kwa lugha nyepesi na rahisi kupitia kwa mtazamaji wa Multipolar Vision. Ni ukweli usiopingika kwamba Patrice Tolani katika kipindi chake pia cha uongozi, kuna namna ambavyo Benin imetulia kwenye masuala ya uchumi. Imetikisiko yapo, lakini imekuwa na utulivu fulani kwenye masuala ya uchumi, japokuwa imepata ukosoaji mkubwa sana kwenye sehemu ya uongozi wake. Kiongozi aliyeingia hivi sasa madarakani Wardgan ajiandae na kitu gani, pamoja na kwamba yeye ni mchumi kwa nafasi yake ambayo ameifanya, ataendeleza yale ambayo amefanyika, lakini Benin pia imekuwa na sehemu ya kupata ukosoaji mkubwa sana kwa baadhi ya masuala ya uongozi na utawala kwa kile ambacho huwa kinatekelezeka. Ninarudi pale niliposema. Kwanza tukumbuke huyu ambaye sasa ni rais ndo amekuwa waziri wa fedha tangu 2016. Na yeye ndio alikuwa kama sura ya Benin kwenye masuala ya uchumi. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba kwa sehemu fulani haya tunayoyaona ya utulivu wa kiuchumi ni matokeo ya sera zake. Sasa hivi amekuwa rais kamili. Kwa vyovyote lazima ataziendeleza zaidi zile sera. Na japokuwa wakati mwingine kwenye siasa huwa kunaweza kukafurahisha. Unaweza ukawa ni mtu ambaye ulitenda vizuri sana ukiwa chini ya mtu, alafu ghafla ukipewa wewe mwenyewe ukiwa hauko chini ya mtu kashindwa kutenda. Lakini tuamini kwamba atapata watu sahihi wa kumsaidia na atatumia ule uzoefu wake kuendeleza yale yaliyokuwepo. Sasa ukosoaji kama nilivyosema utaondoka tu endapo haya yatatokea, matokeo ya utendaji kazi wake. Kizazi tulichonacho leo kwenye siasa na kilichopo kwenye nchi zote za Kiafrika sio kizazi ambacho kinatazama sana nani yupo. Ni kizazi ambacho kinatazama sana matokeo.
Kwa hiyo ile kitu tunaita political legitimacy ambayo Tolani alikabiliana nayo, maana hiyo alikabiliana nayo, ndio huo ukosoaji unaosema kinaweza kikose nguvu kwa Wartgan kama endapo yeye ataleta matokeo ambayo hawa wananchi watakuwa wanaona ndio unamsema, lakini kuna wengi wanasema bwana, lakini tunaona mambo yanaenda. Kwa hiyo uwezo wa yeye kutengeneza sera imara utaendelea kuwa, ndio maana nimetolea mfano wa marais tunaoweza kuwalinganisha. Nimetolea mfano wa Rwanda kwa sababu yeye ni rais mwenye matokeo kwa wananchi wake, na wananchi wake wanamuelewa na matokeo yake, na hiyo inampa legitimacy ya utawala wake. Sasa kama hata huyu ataenda kwa mwenendo huo, lazima anaweza akafuta kabisa kule kukosa legitimacy na ukosoaji wa aliyepita akaupata, na pengine kwa sababu atataka kuwa na watu wapya, kunaweza kuwe na utulivu wa kiasi kwa ule muda anabadilisha watu, kwa sababu watu watakuwa wanahisi yapo mabadiliko ya aina fulani yanatokea. Na kwa sababu atataka kuendeleza uchumi wenye ushindani na unaokuwa, inategemeana atafanya siasa za aina gani. Changamoto kubwa tulionayo ya demokrasia ni kwamba mifumo ya kidemokrasia, ukiangalia kizazi cha Gen Z ni kama wameikatia tamaa. Wao wanachokiangalia sana ni matokeo. Na kwa nini wameikatia tamaa? Kwa sababu yale matokeo hayajaja kwa wakati. Hii haimaanishi kwamba demokrasia imefeli, na haimaanishi kwamba wataridhika daima. Shida kubwa au changamoto kubwa ya mwanadamu, ukimpa kitu akaridhika leo, akakifurahia leo, kesho ataanza kudai kitu kingine. Wanasema ile Kiingereza tunaita scale of preference. Yani yale aina ya mahitaji huwa inahama. Kashmiri sasa hivi hujaitwa daktari. Siku ukasoma ukaitwa daktari, utataka upate taaluma nyingine. Lakini vile vile hata kula yako, vaa yako, tembea yako inabadilika. Watu wanaweza waseme unalinga, lakini haulingi. Ni kwa sababu umebadilika yale mazingira. Japokuwa binadamu tunatakiwa kubaki kama tulivyo, lakini binadamu alivyoumbwa, mahitaji yake huwa yanaongezeka kulingana na alipo. Nachojaribu kusema hapa ni nini? Bwana Wartgan atakabiliwa na changamoto kwamba kila atakachowapa wananchi lazima watadai kitu cha pili na kingine. Na ndio maana hata nchi zenye zinajiita zenye legitimacy kubwa, bado wananchi wake wana mambo, kila siku utashangaa wako barabarani kabisa, wanaandamana. Yes. Ocheki, nje ya changamoto ya ajira ambayo ipo duniani kote kutoka nje ya bara la Afrika, kwa taifa la Benin mara kadhaa changamoto kubwa haswa wanakabiliwa na mambo gani zaidi? Kwanza kumbuka kwamba bado wananchi wake wanayahisi makucha ya Ufaransa katika nchi ya Benin. Na hiyo yenyewe ni changamoto ambayo serikali yoyote inayokuwepo lazima ikabiliane nayo. Lakini vile vile wamezungukwa na majirani wale. Zile nchi za Mali na nini, unaangalia siasa zake zilivyo kule, kuna changamoto ya kiusalama fulani. Na kuna ushawishi unaotoka kwenye hizo nchi unaokuja kwenye hii nchi ya Benin. Kwa hiyo ni changamoto ambayo, na ndio maana vile vile Benin anabaki kuwa kama mdau mkubwa sana wa magharibi kwa sababu ya swala la kiusalama vile vile. Kwa hiyo ana changamoto ndio hizo za ajira na nini, lakini ana changamoto kulingana na jiografia yake imemweka mahali gani. Jiografia imemweka na majirani ambao wana changamoto nyingi, na yeye anakuwa sehemu ya hizo changamoto. Hata kama kwako kuna utulivu, yani jirani yako ukiwa kuna watoto wanalia, wewe kwako hawalii, lakini kelele zile na kwako zinakunyima amani. Wakati fulani unaweza kukosa usingizi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo ndugu rais pale aliyepata urais mheshimiwa atakuwa anakabiliana nayo. Tuangalie kwenye uhalisia wa tathmini ya ushirikiano na uhusiano, kwa sababu ni mataifa ambayo yako karibu kati ya taifa la Benin na ule ukanda wa Sahel. Mali na Burkina Faso. Si mzuri kihivyo, ama ukoje kiuhalisia mahusiano yao? Kiuhalisia kijamii unaweza kuwa uko sawa, lakini kisiasa na geopolitics, siasa za kikanda hizi tunaziita za kijiografia za kikanda, kunaweza kuwa kuna changamoto kwa sababu yeye yuko na urafiki mzuri tu na hawa watu wa magharibi. Sasa hiyo Mali ana mtazamaji ambayo ushawishi wa Russia unakuja, ushawishi wa China unakuja, na kuna mtu anaitwa Marekani, kuna Muingereza, Ulaya kwa ujumla inataka na yenyewe kuwa na ushawishi kupitia Ufaransa. Sasa hapo kwa ujumla wake unaona mahusiano yanakuwa yenye kujaa ufitina na umbea
mwingi. Kwa sababu ni kama tungetumia mfano gani? Ni kama eneo zuri sana ambalo kila mtu analihitaji. Sasa hiyo na yeye yuko sehemu ya hilo eneo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ule sio uhusiano wa kuaminiana kupita kiasi. Ni uhusiano ambao unakaa na jirani yako, jicho moja unafunga, jicho jingine uko wazi unaangalia, na sikio huwezi kulala masikio kiu umeyafunika vizuri. Inabidi usikilize ujue kinaendelea nini kwa jirani. Kwa hiyo ni ujirani na mahusiano ambayo lazima mfumo wako wa utawala utafute namna ya kubaki salama. Na namna mojawapo ambazo nchi hizi zimekuwa zinabaki salama ni kwa kuegemea upande fulani. Hata pale ambapo umejitoa unasema unaondoka kwa Mfaransa, lakini utaona huko kwa Mrusi umeegemea huko. Kwa hiyo ni mahusiano yenye unafiki ndani yake na urafiki wa mashaka ndani yake, lakini kijamii unaweza kuwa ni urafiki imara kabisa. Katika eneo la kaskazini mwa Benin, taifa la Benin linalazimika kutafuta ule ushirikiano wenye tija zaidi ili kuishi kwenye mazingira salama zaidi kutoka kwao na katika eneo hili la kaskazini. Ni lazima, na hiyo nasema kwa sababu jirani yako ukiwa kuna vurugu, nchi zile kwanza zina muunganiko wa kihistoria, lakini migogoro ambayo inaibuka upande mmoja ni rahisi sana kuvuka upande wa pili. Na rafiki yangu ambaye amezaliwa Benin na nyakati fulani aliniambia alilazimika kukimbia Benin kwa sababu miaka ya nyuma hiyo kumewahi kuwa na vurugu maeneo yale. Sasa jambo hili linamaanisha nini? Ni kwamba nyakati zote lazima atafute urafiki wa kuendelea kulinda tamaduni zao, desturi zao na amali za taifa lao. Na bila kufanya hivyo, changamoto sio kwa wananchi sasa. Hata wewe unayetawala ambaye amepewa uraisi, anaendelezaje ule utulivu ambao Tolani alihakisha ameupata? Maana yake lazima yeye auendeleze. Na ili auendeleze lazima awe na ushirikiano na majirani wanaomzunguka. Lakini zaidi ya majirani wanaomzunguka, watu wenye maslahi na nchi yake lazima ajue namna ya kuishi nao. Kwa sababu kama atashindwa namna ya kuishi nao, lazima kuna athari atazipata. Lakini Ufaransa lazima itakuwa ina urafiki wa karibu, kwa sababu tukumbuke kwamba huyu rais ameelimishwa Ufaransa. Huyu amesoma shule na elimu ya juu kabisa kwenye nchi ya Ufaransa. Na mara nyingi aliyekuelimisha anaweza awe na ushawishi wa namna fulani kwenye namna unavyotenda na imani zako na mtazamo wako wa maisha kwa ujumla. Kwa hiyo lazima tu huyu ndugu rais atakuwa na mazingira hayo ambayo lazima akabiliane nayo, na hakuna namna ataweza kujitenganisha na wale majirani wanaomzunguka. Chini ya sera ya mambo ya nje ya taifa la Benin hivi sasa, kwa mtazamo wako, pengine uhusiano wa Benin, Ufaransa na mataifa ya Magharibi unaweza kudumu kwa kiwango gani ukiangalia uhalisia wa kisiasa wa hivi sasa? Shida kubwa alionayo ni kwamba majirani wanaomzunguka wengi wanahama kutoka Ufaransa, wanaelekea zaidi Uchina na Urusi. Lakini yeye bado yuko na urafiki na Ufaransa. Sasa changamoto alionayo sio shinikizo, ana shinikizo toka nje, kwa maana ya toka kwa Wafaransa wenyewe, toka kwa nchi za Magharibi, lakini vile vile ana shinikizo toka China, toka Urusi. Hawa wote na wenyewe wote, hakuna ambaye hapa atakuwa hatafuti kumshawishi rais huyu na kujaribu kutafuta na kutengeneza uelekeo wa Benin. Lakini analo shinikizo la ndani. Wananchi wa Benin wanajisikiaje kujiona wako na ushirika wa karibu na Ufaransa na wako na ushirika wa karibu na nchi za Magharibi kuliko Uchina na Urusi? Kwa hiyo propaganda lazima ipo kwenye nchi yake ya kuhakikisha kwamba yeye anabaki upande gani. Na kwa muktadha hapa tumesema ni rahisi sana yeye kubaki Ufaransa kwa sababu ya muktadha wa kihistoria, lakini vile vile namna World Bank, IMF ambavyo wamemsifia na kuonekana anafanya vizuri. Lakini mtazamo wake na sera zake za nje lazima, za Benin kwa ujumla, lazima ziwe sera zenye mazingira fulani ambayo hayawezi kuwa ya moja kwa moja. Ni kama anaweza kuwa na kama sera isiyofungamana na upande wowote, lakini vile vile hawezi. Kwa hiyo inabidi iwe sera ya kinyonga fulani. Okay. Kama itakuwa ni sera ya kinyonga, anaweza akafanikiwa, lakini kama si hivyo na akabaki pengine na upande wa Ufaransa na Magharibi, ni hatari kwa kiwango gani katika eneo la Benin ambalo linapatikana na nchi za Mali ambazo kimsingi wao wamefungamana moja kwa moja na Urusi na China. Sasa changamoto kubwa atakayokuwa nayo ni hiyo ya watu wake walioko ndani, shinikizo wanalompa ni la aina gani? Maana hilo ndio jambo la msingi. Lakini vile vile anafanya biashara na akina nani? Hawa majirani sana anatakiwa kufanya nao biashara. Anatakiwa kutegemeana, anatakiwa kulinda mipaka yake. Unalindaje mipaka na watu ambao haufungamani
upande. Kwa hiyo maana yake akiamua kuegemea magharibi moja kwa moja, atalazimika kuomba usaidizi wa kiusalama na ulinzi wa kiwango kikubwa toka nchi za magharibi. Na hiyo itakuwa inamweka yeye kama mtu anayechukiwa na majirani wote wanaomzunguka. Lakini jambo hili pia tusilisemee moja kwa moja kwamba litakuwa baya ama zuri, kwa sababu inategemeana sana na wananchi pia wa Mali, wa Burkina Faso na nchi zote za ule ukanda wa Sahel wanajisikiaje na wanazungumza mambo gani. Kutoka nje tunaweza tukafikiri labda wanajisikia vizuri sana nchi zao kufungamana na Uchina na Urusi, lakini pengine sivyo ilivyo kwa mtazamo wa ndani. So itategemeana pia mtazamo wa ndani wa hayo mafungamano ya majirani zake na wale wengine ukoje. Kama kwa mtazamo wa ndani kuna sauti zisizokubaliana na mafungamano hiyo, basi bado yeye anaweza kuwa na nafasi ya kujitanua kidogo na kuendelea kuwa na urafiki na magharibi na akasurvive, akaweza kuishi. Tukumbuke kwamba hizi nchi zote za Sahel za hapa Afrika Magharibi, wasomi wake ni wasomi waliotokea nchi za Ulaya. Wengi wao wamesoma Ufaransa. Kwa hiyo ninadhani, na wana makazi Ufaransa, wengine wanaishi Ufaransa. Ninadhani kwamba inawezekana kabisa ikawa kwamba yeye akaweza kustahimili kwa sababu ya huo ushawishi wa watu wanaotoka kwenye nchi zile nyingine lakini wenye mafungamano na Ufaransa. Wanaweza wakaifanya Benin kama ndo kituo chao cha kufanya mazungumzo yao, na wanasema mbingu salama, safe heaven ya wao kwenda kidogo kuonekana wana kupumua. Kwa sababu tukumbuke nchi kama za Mali kuna waliotolewa madarakani pale wameenda kujihifadhi wapi? Kama wengine wana makucha yao Benin na biashara zao Benin, maana yake watailinda Benin kwa wivu mkubwa ili isielekee Uchina na Urusi. Masuala ya kisiasa haya tukijadili kwa upana zaidi kupitia Multipolar Vision, na nipo hapa na Ocha Kimsuva akitupa mtazamo yakinifu kweli kweli kwa lugha rahisi na nyepesi ambayo mtazamaji utapata nafasi ya kuelewa kwa kile ambacho kimefanyika katika taifa la Benin. Tukiangazia pia sehemu ya eneo la nchi hii ambayo inapatikana zinapakana na nchi nyingine upande wa kaskazini, Sahel, wakiwa ni majirani kwa asilimia kubwa, ukanda ambao wao walishachagua upande siku nyingi zaidi, kwamba sisi Uchina na Urusi ndio tutakuwa washirika wetu, ilhali katika maeneo mengine ikiwemo taifa la Benin, Ufaransa na mataifa ya magharibi yakiwa bado yakifungamana. Japo rais huyu mpya pengine watu wanasubiria mwelekeo wake utakwenda wapi. Itakuwa ni sehemu ya uchaguzi wa sera ya nje ambayo itakuwa ni non-alignment ama kutokufungamana kwa upande wote, ama ni vipi hasa? Ochek, hii leo tunaitazama Benin ambayo ukiangalia sera yake ya mambo ya nje inajitanabaisha pia kwenye masuala ya kuvutia zaidi kwenye sera ya masuala ya uwekezaji na vitu vingine kadha wa kadha. Tukija kwa Ouattara ambaye amechukua madaraka, pengine kwenye mtazamo wako kipi ambacho atakwenda kukibadilisha ama atakwenda kukiimarisha zaidi kwenye mwelekeo wa sera ya mambo ya nje? Ninadhani kwamba kwa sababu ya historia yake ya kufanya kazi Deloitte, ambalo ni shirika la kimataifa ambalo bila shaka lilimpa nafasi ya kutengeneza mtandao wa kimataifa unaomuunga mkono, na kwa nafasi yake ya kuwa waziri wa fedha ambayo na yenyewe vile vile ilimtengenezea mtandao wa watu kumuunga mkono, kwa sababu alikuwa ni sura ya Benin. Alikubalika sana na World Bank na IMF na mashirika mengi ya kimataifa ambayo yanakopesha fedha au kutoa misaada ya kifedha. Sasa hii inaweza ikamfanya yeye akawa na mambo mengi sana ya kubadilisha, kwa sababu tukumbuke kwamba hii World Bank, IMF na mashirika yote yanavyokuja kwenye nchi yoyote huwa yanaleta masharti, wanaita masharti nafuu ya nchi kuyafuata. Sasa hiyo ninadhani inaweza ikaleta picha ya tofauti Benin, ukizingatia kwamba yeye huyu sasa ndio yuko kwenye kiti. Inawezekana akiwa waziri alikuwa ana negotiate, anajadiliana baadhi ya mambo, alafu anasema unajua mimi siko kwenye kiti, siku nikiwa kwenye kiti tayafanya zaidi. Kwa hiyo haya ni katika mkutadha wa uchambuzi tu kwamba inawezekana yakawepo. Sasa kama hayo yakiwepo, maana yake tunaweza tukatarajia pengine mageuzi zaidi. Lakini sasa changamoto ambayo itakuwa kubwa ni kwamba atakuwa anatakiwa kufanya mageuzi, lakini wakati huo kulinda mfumo wake wa kisiasa. Sasa hii ni vitu viwili ambavyo wanasema dilemma, itakuwa kwenye njia panda. Sasa je, ataweza kuwavuta wawekezaji
kwa minajili ya alikotoka na historia yake, tunaamini anaweza kuvutia wawekezaji zaidi. Tunaweza tukaamini hivyo kwa sababu kama aliweza kukuza uchumi, kushiriki katika kukuza uchumi akiwa waziri, vipi akiwa rais? Si atakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya baadhi ya vitu, lakini kama tulivyosema kule mwanzo, tahadharisha kwamba inawezekana ukapewa kiti ukapwaya, japokuwa ulipokuwa pembeni ulikuwa unaonekana unafaa sana. Kwa hiyo, lakini vile vile inategemeana anatafuta vipi mashirikiano ndani ya nchi za Afrika. Lazima atafute kuungwa mkono na nchi za Afrika, na watu wa Afrika, sio na nchi za Afrika kwa maana ya marais tu, lakini vile vile wa Afrika wanaomuunga mkono lazima wawepo, kwa sababu hataweza kuishi Afrika akajiungamanisha tu na watu wa Ulaya na ashindwe kujiungamanisha na watu walioko Afrika. Na namna gani anaweza pia akavuta wawekezaji kutoka kwenye nchi zile zinazomzunguka? Kuna wawekezaji ambao wanaweza wakawepo kwenye nchi kama Mali, Burkina na nyinginezo ambao hawakubaliani na mifumo ya kule. Mara nyingi wawekezaji wana tabia ya kuhama na kwenda kwenye regime nyingine. Wengine wana tabia ya kubadilika kulingana na regime ilivyo, lakini wengine wana tabia ya kufunga biashara zao. Na hii mifano inakwenda sehemu nyingine. Na hii mifano tunaweza kuwa tuliiona wakati fulani, wakati wa Idi Amin Uganda, Wahindi wengi walihama wakaenda Kenya na wengine wakaenda Ulaya. Tuliona pia kwa Robert Mugabe Zimbabwe, wale wawekezaji wale waliokuwa wanalima mashamba na nini waliondoka wakaenda nchi nyingine. Na hiyo imekuwa ni kawaida ya wawekezaji. Na hii sasa imeanza kuwa ni desturi hata kwa wawekezaji wa Kiafrika. Ndio maana unasikia mwekezaji wa Kiafrika ana biashara Kenya, Rwanda, Uganda, anatawanya ile mitaji ili akiona mfumo wa siasa hapa hauruhusu biashara zake anaenda sehemu nyingine. Sasa Benin inaweza kuwa na hiyo faida kama itaweza kuwa, endapo itabaki upande wa magharibi, inaweza kuwa na hiyo faida ya kwamba wawekezaji waliokuwa wanazunguka zile nchi nyingine wakakimbilia kwake. Lakini hiyo itategemeana sana na uchumi wake unaleta matokeo ya aina gani. Ushawishi wa Wadgani upoje katika taifa la Benin, ukiachana na ule ushawishi kwa yale ambao wametekeleza kipindi wakati yuko waziri, utawala ukamwelewa, ukamkubali mpaka ukamweka kwenye nafasi ya urais, kwa wananchi kwa ujumla upoje? Sasa lazima tukumbuke kwamba Tolani alikuwa anakabiliwa na upingamizi mkubwa na ukosoaji mkubwa ndani ya nchi. Na Wadgani ni kama mrithi wa Tolani, ni kama amerithishwa na Tolani. Kwa hiyo maana yake amerithi mpaka ule wadui na urithi. Ndio maana inategemeana sana na hatua atakazozichukua baada ya kuwa kwenye madaraka yake. Anachukua hatua gani za kutengeneza mshikamano na kuonyesha wananchi kwamba yale mnayoyalalamikia mimi nimeyatendea kazi. Ni lazima aweze kujitofautisha na Tolani kama anataka kukubalika. Jambo ambalo ni gumu kwa sababu Tolani ndiye aliyemkuza aliyeweka madarakani. Sasa utawezaje kujitofautisha kisiasa? Inawezekana, lakini ni swala ambalo tunapaswa kusubiri muda na wakati lituambie. Lakini huwezi ukasema kwamba yeye anakubalika zaidi kuliko aliyemtangulia kwa sababu yeye amewekwa na mtangulizi wake. Ni kweli kwamba yeye ana sifa ya kuonekana mtendaji zaidi. Lakini kwenye masuala ya wale wanaolalamika, kama nilivyosema, watu hawalalamiki kwa sababu ya utendaji. Watu wanalalamika kwa sababu wana mambo mengi ambayo pengine hawaridhiki nayo. Ule ushindani wa kisiasa wanaona labda hatuelewi. Sasa hayo malalamiko kwa kweli yatategemeana sana na namna gani atachukua hatua zipi na atajiungamanisha vipi, ataleta wa Benini pamoja kwa namna gani na wataridhika kwa namna gani, na siasa anazicheza vipi, tukizingatia kwamba yeye sio mwanasiasa. Alright, Ocha Kimsuva ametueleza masuala mengi my brother, nimefurahi mno na nipa kitu ambacho na mimi mwana Multipolar pia amekifurahia kwa asilimia kubwa. Asante sana kwa wakati wako na kile ambacho umetueleza, na umekuwa ni wakati mzuri sana Multipolar Vision kwa Jumapili ya leo tulivu na murwa, kwa kile ambacho tumekuandalia kubwa zaidi, tukiangazia uchaguzi uliofanyika katika taifa la Benin kutoka kwa Patrice Talon ambaye kimsingi alionekana kuleta utulivu masuala ya uchumi, lakini chini ya huo utulivu alikuwepo bwana Wadgani ambaye kimsingi ndio amechukua madaraka ya taifa hilo. Sasa mabadiliko ya taifa hilo yatatokana na yeye ama la? Kipi ambacho kitatazamwa zaidi? Atakuwa ni sehemu pia ya kuwa na urahisi na ushirikiano mkubwa zaidi wa washirika ambao wako karibu yake, kwa maana ule ukanda wa Sahel ambao kwa upande wao China na Urusi ni kipaumbele kikubwa cha mashirikiano, ingali yeye magharibi na Ufaransa kutoka kwa rais aliyetangulia bwana Talon alikuwa ndio washirika wake kwa asilimia kubwa. Karata yake itacheza wapi na kipi ambacho atakiangazia?
hapa hapa kupitia Multipolar Vision tutaendelea kukufahamisha mengi zaidi. Kwa niaba ya timu nzima pia ikiongozwa na Abel Mponela, Caroline Francis, Hussein Miayo na wote ambao wameshiriki, ni kushukuru sana na nikutakie usiku mwema. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo.